Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo, neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi niko hapa kama mtumishi wa Mungu, nataka tufundishane jinsi mafumbo ya Mungu yalivyo na siri aliyoificha ndani yake. Tusome neno la Mungu tuweze kuelewa. Kitabu cha Mwanzo sura 38 kuanzia mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: naye Eli mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo, ukamuoe, ukamwinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Neno hili alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, basi akamua yeye naye. Mungu anatufundisha siri ya maisha ya kiroho tunayotakiwa kuishi. Yakobo alikuwa na watoto 12 wa kiume, na mmoja katika hao watoto wa Yakobo alikuwa anaitwa Yuda, ambaye Yuda ndiye baba ambaye Bwana wetu Yesu Kristo ametoka katika kabila hilo la Yuda. Yuda alimzaa Yese, Yese akamzaa Daudi, na kwa Daudi ndiko alikotoka Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema Yuda, hatusemi Yuda Iskariot. Yuda ni mtoto wa Israeli, yani Yakobo, ambako Bwana wetu Yesu Kristo amezaliwa katika kabila hilo, katika uzao wa huyu Yuda kutoka kwa Tamari. Basi Yuda akatoka mbele ya ndugu zake, akaenda kukaa katika mji, na huko Yuda akajichukulia mwanamke, na huyo mwanamke akapata mimba, akazaa mtoto Yuda. Yuda akazaa mtoto wake wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, akamuita jina lake Eri. Akapata mimba tena mke wake, akazaa mtoto wa pili, akamuita jina lake Onani. Akazaa mtoto tena wa tatu, akamuita jina lake Shela. Basi Yuda, kwa kuwa mtoto wake wa kwanza, huyo mzaliwa wa kwanza, amekwisha kukua, akamchukulia mke akamuoza. Na mke wa Eli mzaliwa wake wa kwanza alikuwa anaitwa jina lake Tamari. Basi Eli alikuwa mbaya machoni pa Mungu, hakuenda kama Mungu anavyotaka. Mungu akakasirika, akamuua Eli mzaliwa wa kwanza wa Yuda, mwana wa Yakobo, mwana wa Israeli. Basi Eli alipokufa akamwacha mkewe kama mjane. Yuda akamwambia mtoto wake wa pili, yani Onani, kwamba ingia kwa mke wa ndugu yako, mwingilie mke wa ndugu yako, ingia kwake, ukamuoe, ukamrithi huyu mwanamke, ili umpatie uzao ndugu yako, umwinulie uzao ndugu yako. Kwa kawaida inavyojulikana kwamba ndugu akifa na ndugu aliyepo lazima achukue mke wa ndugu yake amzalie watoto, na watoto utakaowazaa hawawezi kuwa wako, wanakuwa wa ndugu yako aliyekufa. Onani alijua kwamba atakapoenda kwa mke wa ndugu yake na kumuoa, watoto hawatakuwa wake, watoto watakuwa wa ndugu yake aliyekufa, yani Eli. Basi hili neno halikuwa zuri kwa Onani. Onani hakutaka kwamba watoto atakaozaa watakuwa sio wake, watakuwa wa Eli ndugu yake. Basi akaingia kwa mwanamke huyu, mke wa ndugu yake Tamari, akaingia kwa Tamari. Alipoingia kwake akamwaga chini, kwa sababu hakutaka kumpa uzao ndugu yake, akamwaga chini.
na Mungu kitendo hicho akachukia. Baada ya kumwona Onani ameingia kwa mke wa ndugu yake, lakini badala ya kumpa uzao yeye akamwaga chini ili asimpe uzao, Mungu akaghadhibika. Neno hili likawa baya mbele za Mungu, akamua papo hapo. Onani naye akafa. Maandiko haya matakatifu manake nini? Watu wengi hawasomi haya maandiko kwa sababu ni shida kwao kufasiri mafumbo ya Mungu. Hawawezi, kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko kwao, hawawezi kufasiri maandiko matakatifu. Mafumbo ya Mungu, iko siri gani Mungu anatufundisha katika haya maandiko? Hata watu wengi wamekwisha kusema kwamba Biblia imeandika mambo machafu. Inawezaje kuandika mambo haya? Mungu anatufundisha sisi hekima ya kumcha Mungu na kumtii yeye. Iko siri kubwa sana hapa. Basi leo nataka tujifunze kuhusu hili. Yuda ni mfano, ni kivuli, sura yenyewe ni Mungu. Yuda anawakilisha Mungu. Hapa Yuda amekuwa kama Mungu, na Eli mwanaye, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, huyu aliyekufa akamwacha mke duniani, anawakilisha Yesu Kristo Bwana wetu, mwana wa Baba, mwana wa Mungu. Eli anawakilisha Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ndiyo ndugu mkubwa, mzaliwa wa kwanza, kama ilivyoandikwa. Ukisoma katika Warumi 8 mstari wa 29 inasema hivi: yeye Bwana wetu Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Tusome mara moja zaidi, tusome. Neno la Mungu linasema hivi katika Warumi 8 mstari wa 29: maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yesu Kristo anatajwa kuwa huyu ndiyo mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi. Yeye ni mzaliwa wa kwanza ambaye huyu ndiyo ndugu yetu. Wakolosai naye anasema katika Wakolosai 1 mstari wa 18, anasema neno hili hili. Tusome mara moja zaidi. Wakolosai 1 mstari wa 18 anasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza, kama Eli alivyo mzaliwa wa kwanza kwa Yuda. Lakini mke wa Eli ambaye ndiye Tamari, huyu ni kivuli, sura yenyewe ni kanisa. Kwa hiyo Tamari ni mwanamke ambaye anawakilisha kanisa, kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Eli ni mzaliwa wa kwanza, mke wa Eli ni Tamari. Tamari anawakilisha kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kujua hii siri. Lakini Onani ni nani? Onani ni ndugu wa Eli. Eli ni mzaliwa wa kwanza, ni ndugu yake mkubwa. Onani ni ndugu wa Eli. Wote ni watoto wa Yuda, lakini Onani ni ndugu wa Eli. Onani anawakilisha watumishi wa Yesu Kristo. Onani ni watumishi wa Yesu Kristo. Hawa walioko ulimwenguni wanawakilishwa na Eli. Ni ndugu wa Eli, ni ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo
wakati alipofufuka alisema neno moja: nenda kawaambie ndugu zangu kwamba nimefufuka na sasa watangulie, watanikuta Galilaya. Tusome mara moja zaidi kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa 17. Neno la Mungu nasema hivi: Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, na Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Yesu Kristo anawaambia watumishi wake, wanafunzi wake kwamba sasa amefufuka, na sasa anawatuma, nendeni kawaambie ndugu zangu, yaani akina Petro, akina Simon, akina Filipo, mitume, wanafunzi wa Yesu Kristo. Anawaita ndugu, ambaye ninapaa naenda kwa Baba, ambaye huyo Baba ni Baba yenu na ninyi ni baba yenu, kwa sababu ninyi mmekuwa wana wa Mungu katika mimi. Kila aliyeniamini mimi, Bwana wetu Yesu Kristo, kila aliyeniamini mimi Yesu Kristo, huyu amefanyika kuwa mwana wa Mungu. Kila aliyemwamini Yesu Kristo amefanyika kuwa mwana wa Mungu katika mwili na damu yake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo haoni haya kutuita sisi ndugu zake. Anasema Baba yangu ndiyo Baba yenu na Mungu wangu ndiyo Mungu wenu. Ninyi ni ndugu zangu mimi. Kwa hiyo Eli ni mfano, anawakilisha Wakristo, watumishi wa Kristo ambao waliotakaswa na kuokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anatuita sisi ni ndugu. Lakini anaendelea kusema tena katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 11. Tusome mara moja. Neno la Mungu nasema hivi katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 11: maana yeye atakasaye na hao watakaswao wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili ya hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Bwana wetu Yesu Kristo haoni haya kutuita sisi ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu yeye kwa damu yake ametutakasa na kuwa sisi ni wana wa Mungu, kama yeye alivyo mwana wa Mungu. Yeye ni mzaliwa wa kwanza, na sisi ni wana wa Mungu kwa yeye katika damu yake. Haoni haya kutuita sisi ndugu zangu. Ndiyo maana anasema nenda mkawaambie ndugu zangu, ninapaa kwenda kwa Baba, ambaye huyu Baba ni Baba yenu, ninyi ni ndugu zangu. Lazima watu wajue hilo. Kila mtu aliyemwamini Yesu Kristo ajue amezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo. Amezaliwa mara ya pili na yeye ni mwana wa Mungu. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo ni ndugu yetu sisi, na ndio maana yeye anatuita sisi ndugu. Onani alipoingia kwa mke wa ndugu yake Tamari, akamwaga chini. Nini aliyoimwaga chini? Ni mbegu ya kiume, ambayo hii mbegu ndiyo inayokutana na mwanamke. Ikisha kukutana na mwanamke na yai la mwanamke, inazaa uzao, inaleta mtoto duniani. Mbegu yeye baada ya kumwaga ndani akamwaga nje, ili Tamari asipate uzao, ili Eli ndugu yake asipate uzao, akamwaga chini. Hii mbegu ya kiume, mbegu ya mwanaume, inawakilisha nini? Inawakilisha neno la Mungu. Neno la Mungu, kwamba neno la Mungu ni Yesu Kristo, kama alivyosema Mtume Petro. Anasema tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa mbegu isiyoharibika, yani neno la Mungu. Anasema hivi katika waraka wake wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 kwamba sisi tumezaliwa mara ya pili, ni uzao wa Mungu kwa Yesu Kristo,
ni uzao wa Yesu Kristo ndugu yetu mzaliwa wa kwanza. Tumezaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno la Mungu ambayo ndiyo mbegu isiyoharibika. Neno la Mungu linatajwa kama mbegu, mfano wa mbegu ya mwanadamu, mbegu ya mwanaume. Huyu Onani akamwaga nje, akamwaga chini, hakutaka kumwaga ndani ya Tamari. Nini maana yake ndani ya Tamari? Ndani ya Tamari hii inawakilisha ndani ya moyo wa kanisa, ndani ya moyo wa mwanadamu. Neno la Mungu ambaye ndiyo mbegu ikipandwa ndani ya moyo wa kila mmoja, anazaliwa kiumbe kipya, anakuwa kiumbe kipya, na huyu anayezaliwa ni uzao wa Yesu Kristo Bwana wetu, mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kumwaga ndani inawakilisha moyo au roho, kwamba Yesu Kristo anasema hivi katika maandiko matakatifu, Kumbukumbu sura ya 11 mstari wa 18, anasema yawekeni maneno yangu ndani ya mioyo yenu, yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Kwa nini? Ndani ya mioyo yetu kunatakiwa kukae neno la Mungu ambayo ndiyo mbegu. Neno hilo likikaa ndani ya mioyo yetu, ndani ya roho zetu, anazaliwa kiumbe, tunakuwa wana wa Mungu, uzao wa Yesu Kristo Bwana wetu, mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo neno la Mungu linatakiwa litumbukizwe ndani ya moyo na lihifadhiwe ndani ya moyo, kama anavyosema katika Kumbukumbu sura ya 11 mstari wa 18. Maneno ya Mungu ni mbegu, na hiyo mbegu sharti ikae, iwekwe moyoni, ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya moyo wa kanisa, ndani ya roho, ambayo neno hilo likiwa ndani yetu tunazaliwa mara ya pili, na kila mtu anakuwa uzao wa Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza. Onani hakutaka kumwaga ndani, akatoa akamwaga nje. Nini maana ya nje? Kumwaga nje maana yake nini? Kumwaga chini maana yake amemwaga katika ardhi, katika vumbi, katika udongo. Hakutaka kumwaga ndani ya moyo, bali akachukua hiyo mbegu yake akaimwaga chini katika ardhi, katika udongo. Nini maana ya chini katika ardhi, katika udongo, katika mavumbi? Inawakilisha mwili. Mwili, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa udongo, mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo neno la Mungu, Onani kwa kuwa ni mfano wa watumishi, yeye akachukua neno hilo, mbegu hiyo, akamwaga chini. Mungu akakasirika, amefanya uasi mkubwa. Ukimtazama Onani anaonekana ameingia kwa Tamari, lakini anachoenda kufanya kwa Tamari, hamwagi mbegu yake ndani ya Tamari, bali anamwaga chini, nje ya Tamari. Anafanya uasi mkubwa, hataki kumwandalia ndugu yake uzao, hataki kumpatia ndugu yake aliyekufa uzao, kwa sababu anajua hautakuwa wake. Yeye anatafuta uzao wake, hataki kutafuta uzao wa ndugu yake aliyekufa. Mungu akakadhibika, Mungu akachukia kitendo kibaya na uasi, usaliti, akamuua hapo hapo, akamuua. Onani anawakilisha watumishi. Yesu Kristo alipokuja duniani alichukua dhambi ya ulimwengu, na kwa mateso ya msalaba akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa na siku ya tatu akafufuka. Yeye akapaa mbinguni. Sasa ulimwenguni ameliacha kanisa lake, ameliacha kanisa aliyolinunua kwa damu yake.
Huyo ndio mwanamke wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyemwacha duniani. Amemwacha duniani ili ampatie uzao. Amemwacha mwanamke, yani kanisa, kwa kuwa yeye ndiye aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Sasa ulimwenguni amemwacha mkewe mtakatifu, yani kanisa. Kupitia watumishi wake amewaamuru, amewapa neno lake ambayo ndiyo mbegu isiyoharibika. Amewakabidhi neno kwamba kwa neno hili hudumia kanisa langu nipate uzao. Mungu ametuamuru sisi watumishi, ni lazima tuingie kwa mke wa ndugu yetu, yani kanisa. Tulihudumie kanisa, tulichunge kanisa kwa mbegu ya Mungu, kwa mbegu tuliyokabidhiwa neno la Mungu, ili kumwandalia, ili kumhifadhia, kumwinulia uzao Yesu Kristo Bwana wetu. Unabii unasema kutakuwako na watu ambao wataonekana ni ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hawa watu watafanya uasi. Badala ya kumwaga ndani neno la Mungu, neno lenye uzima, wanamwaga nje katika udongo, katika mwili, katika mambo ya mwili. Kwa hiyo ni nini? Wanahubiri mambo ya mwilini. Neno la Mungu hawaliweki ndani ya mioyo ya watu, ndani ya kanisa. Hawahubiri neno la Mungu, wanahubiri mambo ya mwili. Kwa hiyo wanahudumia mwili kwa ajili ya faida yao wenyewe. Hawamwagi ndani. Hawahudumii roho ya watu, hawahudumii roho ili kuokoa roho ziwe mali za Kristo. Hawahudumii kanisa ili kuweka neno la uzima ndani ya mioyo ya watu ili watu wawe mali ya Yesu Kristo. Wanahubiri mambo yao wenyewe, mambo ya dunia, mambo ya mwili kwa ajili yao wenyewe. Hawatafuti vitu vya Kristo, wanatafuta vya kwao wenyewe. Unabii unasema hivi, kutakuwako na watu kama hao. Mfano wao nani? Hawa ni watumishi, wameligeuza neno la Mungu. Badala ya kutafuta roho za watu zilizopotea ili ziwe mali ya Kristo, ili awe bibi harusi wa Kristo, ili kumpatia uzao Bwana wetu Yesu Kristo, sasa wanalitumia neno hilo, wanaligeuza, wanamwaga chini. Yaani wanahubiri mambo ya mwili, mambo ya dunia hii, si kwa ajili ya kumpa uzao Bwana wetu Yesu Kristo, bali kujitafutia vitu vyao wenyewe. Wanataka uzao wao wenyewe. Wanahubiri mambo ya mwili. Neno la Mungu wameliacha, neno la Mungu wamelitupa, wamelitupia. Sasa wanahubiri maneno ya dunia. Mtume Paulo amesema kweli kuhusu watu hawa. Amesema katika Filipo sura ya 2 mstari wa 21, anasema watu hao hawatafuti vya Kristo, wanatafuta vitu vyao wenyewe. Anasema katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 21, hawatafuti vya Kristo, wanatafuta vya kwao. Onani anaingia kwa mke wa ndugu yake, anajua nikisha mwaga ndani uzao utakuwa sio wangu, utakuwa wa ndugu yangu Eli. Akamwaga chini katika ardhi, hataki kumpa ndugu yake uzao. Mungu akaghadhibika, akamuua. Watumishi wako leo waliokabidhiwa neno la Mungu kwamba nenda kaingie kwa mke wa ndugu yako, kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, kampatie ndugu yako uzao, kamwinulie ndugu yako uzao aliyekufa kwa ajili yako na sasa yuko mbinguni, mkewe yuko duniani. Mpatie uzao ndugu yako. Watumishi wamepewa hilo neno, sasa hawataki kumpatia Bwana wetu Yesu Kristo uzao, hawataki. Sasa wanatafuta vya kwao, wanahubiri mambo ya dunia, mambo ya mwili. Hiyo ndio maana wanamwaga chini. Chini ni udongo, ardhi. Wanahubiri mambo ya mwili kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa udongo. Wanahubiri mambo ya mwili, wanahubiri kwa habari ya fedha na mali, mambo ya dunia hii. Wanahubiri kwa habari ya magari na majumba, mambo ya dunia hii. Ni mambo ya mwili tu. Wanahubiri mambo ya kuoa na kuolewa, wanahubiri tu fedha. Hawataki kumzalia, hawataki kumwinulia uzao Bwana wetu Yesu Kristo kwa neno la kweli. Mtume Petro anasema katika waraka wake wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19, anaonya, anasema nanyi mfahamu kuwa hamkukombolewa
kwa fedha au dhahabu vitu viharibikavyo vya dunia hii, hata vihubiriwe hivi, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kinachotakiwa kuhubiriwa ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo mbegu tuliyokabidhiwa watumishi, kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Hili ndiyo neno, ni mbegu isiyoharibika inayomwinulia Yesu Kristo uzao kwa mke wake kanisa. Sasa watu wamekuwa Onani, watumishi wamegeuka, wamekuwa Onani, mtu mbaya na muasi, wanahubiri fedha na mali, ambayo Mtume Petro anaonya isihubiriwe fedha na mali. Hiyo ni mbegu iharibikayo. Wanapanda katika mwili, wanamwaga katika mwili, wanamwaga chini ya ardhi. Hawataki kumwaga hii mbegu ya Mungu, mwili na damu ya Yesu Kristo, ndani ya kanisa ili kumwinulia Bwana wetu Yesu Kristo uzao. Hawataki kufanya hivi. Ukiwatazama ni kama watumishi wa Mungu, ni kama ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ni waasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukiwatazama ni kama ndugu, lakini sio ndugu, wameasi. Onani ukimtazama ni ndugu wa Eli, na anapokea neno la baba yake Yuda, anaenda ndani ya mke wa Eli ndugu yake, lakini anakoenda huko anafanya mambo ya ajabu, anamwaga chini, kwa sababu anatafuta vya kwake, hatafuti vya ndugu yake, kumwinulia uzao ndugu yake, kumhifadhia uzao ndugu yake, anamwaga chini. Nani alikuwa anajua anachokifanya Onani? Ni Mungu mwenyewe alikuwa anajua huko ndani anachokifanya Onani ni kuharibu uzao wa ndugu yake, anatafuta vya kwake. Ndivyo ilivyo hata sasa hivi watumishi wengi wanaojiita wao ni ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukiwatazama kwa nje huwezi kuwajua. Wanaonekana ni ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wanaonekana wanampenda Bwana wetu Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza. Sasa wanaingia kwa mke wa Bwana wetu Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza, yaani kanisa, wanafanya mambo ya ajabu ndani yake, badala ya kupanda neno la kweli la uzima. Mwili na damu ya Yesu Kristo ihubiriwe kwa kanisa, ihubiriwe kwa kila mtu ili kumwinulia uzao Yesu Kristo. Wanahubiri, wanamwaga chini, wanahubiri fedha na mali, wanahubiri majumba na magari. Neno liharibikalo halimpatii Yesu Kristo uzao, linampatia Ibilisi uzao. Badala ya kumtumikia Yesu Kristo ndugu yao, wanamtumikia Ibilisi, adui wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa wanampatia Ibilisi uzao kuzimu, badala ya kumpatia Bwana wetu Yesu Kristo uzao, watu watakaoulisi uzima wa milele. Tamari ni kanisa. Hivi ndivyo wanavyofanya. Tusome neno la Mungu mara moja zaidi. Tusome waraka wa kwanza katika kitabu cha Simon Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18, anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Mbegu tuliyokabidhiwa na Mungu ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Mbegu inayompatia Mungu uzao, mbegu inayompatia Bwana wetu Yesu Kristo uzao kwa kanisa lake, kwa mke wake kanisa, ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Kila anayehubiri mwili na damu ya Yesu Kristo ndani ya kanisa, huyu ni ndugu wa kweli mwaminifu wa Bwana wetu Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza. Anamhifadhia Yesu Kristo uzao. Kila anayehubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, huyu hatafuti vya kwake, anatafuta uzao wa Bwana wetu Yesu Kristo, ili mke wa Kristo apate uzao, amhifadhie Yesu Kristo mpaka siku ya mwisho atakapokuja. Mtumishi kama huyu hatafuti vya kwake, anatafuta vya Kristo, anayehubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Mtume Petro anaonya, anasema kusihubiriwe kabisa fedha na mali. Hii ni mbegu iharibikayo, haimpatii Bwana wetu Yesu Kristo uzao, bali inampatia Ibilisi, shetani uzao, na Yesu anapoteza. Mke wake
hapokei uzao. Ihubiriwe damu ya Yesu Kristo, watu waamini katika damu ya Yesu Kristo, watu watumaini katika damu ya Yesu Kristo. Hii damu ndiyo inatufikisha mbinguni. Kwa damu hiyo tulitakaswa tuwe mali ya Kristo. Kwa damu hiyo inatufanya sisi tuitwe wana wa Mungu, ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, damu ya msalaba iliyomwagika, hii ndiyo mbegu ya kumzalia Yesu Kristo uzao. Mtume Paulo anasema katika Wafilipi 2 sura 21, tusome zaidi. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 21, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, si vya Kristo Yesu. Hawatafuti vya Kristo Yesu, wanatafuta vya kwao. Hii ndiyo maana kazi wanayoifanya kwenye makanisa, wanamwaga nje, wanamwaga chini katika udongo. Wanahubiri mambo ya nje, wanahubiri mambo ya mwili kwa ajili ya faida yao wenyewe. Wanajikusanyia fedha na mali, ndio maana wanahubiri mambo ya mwili, wanamwaga nje kama Onani alivyofanya. Mungu anaghadhibika, Mungu amewaghadhibikia kwa sababu hawampatii uzao Eli wa roho, yani Yesu Kristo Bwana wetu mzaliwa wa kwanza. Hawampatii uzao, wana wivu, wana hila. Hawahudumii kanisa, hawahudumii mke wa Bwana wetu Yesu Kristo, hawamtunzi mke wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wanamharibu abaki kuwa mjane asiye na mtoto, wakati neno la kumpatia Kristo uzao wamepewa. Sasa wanamwaga chini, wanatafuta vya kwao, wanatafuta uzao wao. Onani anasema, kama nikienda kule nikimwaga ndani nitampatia uzao ndugu yangu Eli. Sasa sitaki kumwaga ndani nimpatie uzao, nitamwaga chini. Anatafuta vya kwake. Hata leo Mungu anaghadhibika, ana hasira juu ya watu hawa wanaohubiri fedha na mali, mbegu isiyompatia Kristo uzao. Wanaacha kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo inayompatia Yesu Kristo uzao. Hawatafuti vya Yesu Kristo. Mbona mmekuwa waasi namna hii? Mnawahubiria watu fedha na mali, wanawahubiria watu fedha na mali ambao hawawi tena uzao wa Yesu Kristo, wanakuwa uzao wa Ibilisi. Watu wanatakiwa kujua hilo. Hii ndiyo siri iliyofichwa katika maandiko haya matakatifu, katika maandiko haya matakatifu kwa habari ya mwana wa Yuda, Eri, Onani na Shela, kwamba mtu anapokuwa tamaduni hii ya kurisi mke wa ndugu, hii ndiyo siri yake. Kwa sababu mtu akifa lazima ndugu aliyepo alisi mke wa ndugu yake, ampatie uzao. Hii inamaanisha kwamba Yesu Kristo ndiye aliyekufa. Yesu Kristo ndiye aliyekufa na kufufuka. Sasa amepaa zake, yuko mbinguni mkono wa kuume wa Mungu. Amemwacha mkewe duniani. Hakuondoka na mkewe. Mtu anapokufa, mume anamwacha mke duniani. Sasa huyu mke anatakiwa arithiwe ili apate uzao kwa ndugu yake, amwandalie uzao Yesu Kristo Bwana wetu. Hii ndiyo siri, kwamba mtu anapomrisi ndugu, mke wa ndugu, siri ni hii: Yesu Kristo ndiye aliyekufa. Yesu Kristo amepaa mbinguni, amefufuka siku ya tatu, yuko mbinguni, mkewe yuko duniani. Sasa amewachagua watumishi wake ambao ndio ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hao ndio wachungaji, hao ndio wanaojiita mitume na manabii na wainjilisti. Hawa ndio ndugu wa Yesu Kristo Bwana wetu. Wanatakiwa kumwandalia, kumwinulia Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza uzao kwa mkewe. Sasa wanamwaga chini. Ni hatari kubwa. Kile kilichompata Onani ndicho walichowekewa wao siku ya mwisho, kwamba mauti ya Onani inawakilisha mauti ya milele watakayoipata hawa ndugu waasi. Badala ya kumwandalia Yesu Kristo uzao, sasa wamemwandalia shetani ibilisi uzao, wanatafuta vya kwao. Badala ya kutafuta vya ndugu yao Yesu Kristo uzao, sasa wanatafuta vya kwao. Mauti iliyompata Onani ndiyo mauti itakayowapata watumishi wote wenye kuhubiri mambo ya mwili, mambo ya dunia, majumba na magari, fedha na mali, utajiri.
wameacha mwili na damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo mauti itakayowapata. Hii ndiyo siri iliyofichwa katika haya maandiko matakatifu. Mungu akubariki kama umeelewa. Mungu akubariki na ufuatilie zaidi. Basi damu ya Yesu Kristo, neema na iwe kwenu na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.